uweze kushindana magari, hauna pa kukaa. Siku zote Mwijaku amekuwa ni mtu ambaye anafosi kiki fulani ambazo akiona zinaenea katika mitandao ya kijamii, basi na yeye anakuwa ni miongoni mwa watu ambao hawakai kimya, lazima waingie katika kiki hiyo kwa ajili ya kuhakikisha na wao pia wana trend au wanazungumziwa kupitia kiki ambazo zinazoendelea katika mitandao ya kijamii. Sasa kitu ambacho kinachoendelea katika mitandao ya kijamii ni kile ambacho kinachomhusisha Doto Magari pamoja na Chief Godlove, kwa sababu wamekuwa ni watu ambao wanabishana zaidi kwenye mitandao ya kijamii juu ya magari ambayo wanayomiliki, lakini pia magari ambayo wamepoteza, kama tetesi zinavyosema kwamba Chief Godlove kuna magari ambayo kwa hivi sasa hayuko nayo, ambayo yamemshusha brandi au ile CV ambayo aliyokuwepo nayo. Sasa Mwijaku naye pia ameamka na lake jipya katika mitandao ya kijamii, akiposti video ikimuonesha anatoka katika nyumba yake ya thamani kubwa, ya thamani zaidi ya bilioni 1.3 kwa mujibu wa maelezo yake yeye, na kusema kwamba kwa kawaida mtu hautakiwi kubishana kuhusiana na magari kama hauna sehemu ya kulala au sehemu ya kuishi. Unaona bwana, sehemu yako, yani alikuwa akimaanisha kwamba sehemu ambayo umeijenga wewe mwenyewe au umeinunua wewe mwenyewe, yani au sehemu ambayo unaimiliki kwa njia yoyote ile pale. Unaona bwana, wakati akizungumza kauli hiyo, amekuwa akitembea katika uwanja wake na store yake ya parking ya magari na kuonesha magari ambayo yuko nayo. Unaona bwana, na siku zote amekuwa akimbeza Diamond Platnumz katika nyanja ya burudani, zile ngoma ambazo huwa anaziimba mtaalamu Diamond Platnumz. Huyu jamaa waga anasemaga kwamba Mondi ajui kuimba, anafosi. Sasa ameonekana akisikiliza ngoma ya Diamond Platnumz kwenye gari yake ambayo yaliita ni gari ya thamani, gari ya kishua. Unaona bwana. Basi tukienda katika trending ambayo iko hapa sasa hivi, tunaweza tukawa tunajiuliza maswali mengi. Ni kwa nini wasanii wamekuwa wakitafuta kiki mbalimbali ambazo zinazowapatia platform zaidi ya mazungumzo kuliko kazi zao? Itambulike huyu Mwijaku kabla hajaingia kwenye masuala ya mitandao, haya kuwa mwongeaji kwenye mambo ya mitandao, alikuwa ni mwigizaji huyu, na uigizaji wake aliweza kufanya kwa weledi zaidi, na alikuwa akionyesha uwezo mzuri tu katika upande wa kuigiza, lakini yote kule alikuwa akijitafuta na akawa amejipata katika mazingira ambayo si ya kawaida, kwa sababu kazi ambayo alikuwa akifanya huyo mtaalamu Mwijaku, kazi ya uchawa kikawaida, ukimtazama kwenye mitandao ya kijamii na mafanikio ambayo yuko nayo, unaweza ukamtamani na ukasema kwamba hiyo ni kazi mwanangu ambayo unaweza ukaitenda na ikakuletea mafanikio, lakini ukiingia ulingoni sidhani kama hata dakika za awali unaweza ukamaliza, kwa sababu kazi ya uchawa ni kazi ambayo unaweza ukaichukulia poa, lakini hakuna kazi rahisi. Basi hiyo ilikuwa ni summarize tu ambayo nimekupitisha huko, lakini kikubwa zaidi ni kuhusiana na hiki ambacho kimekuwa gumzo zaidi. Sasa ni kwa nini hawa jamaa wamekuwa wakibishana sana, tena wanabishana kuhusiana na magari, lakini pia wanabishana kuhusiana na mijengo, unaona, viota, unaona. Sasa kitu kama hichi hapo kinazidi kuwachanganya mashabiki, hasa ukizingatia zaidi Mwijaku ni mtu ambaye kwa sasa hivi ameshatoka huko katika maisha ya kuhangaika kubishana, kwa sababu siku zote matajiri waga wanaga maneno mengi, lakini huyu mwamba amekuwa akionyesha kutokuiacha asili yake. Amekuwa akiendeleza asili yake na kudumisha kauli mbiu ya wahenga, jasiri aache asili yake. Unaona bwana, kwa hiyo bado anazidi kuzungumzwa na kuenea zaidi kwenye mitandao ya kijamii kama mtu ambaye anafuatilia zaidi kila aina ya kiki ambayo itakuwa imeenea mjini. Doto Magari vita yake na Chief Godlove imejibebea maarufu zaidi, kwa sababu magari ambayo wanaoneshana katika mitandao ya kijamii ni magari ambayo ya thamani sana, na kikubwa ambacho Mwijaku amekizungumza ni kuhusiana na kwamba uwezi ukawa na bishana kuhusiana na magari
mnazungumzia kuhusiana na magari lakini hauna nyumba. Hiyo ndio changamoto kubwa ambayo mtaalamu Mwijaku ameweka hadharani na kuzungumza hiko ambacho amekizungumza. Kwa lugha nyepesi unaweza ukamtafsiri Mwamba kwamba ni kama vile anatoa maelekezo kwa watu wawili na wengine ambao wana tabia kama za wale wawili kubishania magari. Naona bwana, wakati sehemu ya kukaa ndio hivyo tena changamoto. Kwa hiyo imezidi kuwafanya mashabiki kuwa wanawafuatilia zaidi hawa, japokuwa kuna bishani ambao sometimes wanakera, lakini ndio hivyo tena, ni kionjo au masikio huwa yanapenda kuwasikiliza kile ambacho wanachokizungumza. Unaona bwana. Kwa hiyo japokuwa wamekuwa wakipondwa zaidi kwenye mitandao, kwenye komenti, kila mtu anajibebia mashabiki zake, lakini ndio hivyo tena, harakati zinazidi kuendelea na bado wanaendeleza mipango yao kila siku. Na wakati Mwijaku anarekodiwa, akawa kuna kitu amekichomekea wakati anazungumza kuhusiana na hiki. Kameramani ambaye aliyekuwa anamrekodi, nyakati hizi nyakati za usiku sana, akawa anasema kwamba kameramani umeiva, kameramani uko vizuri, sasa hivi uko poa. Alafu tukitazama skendo kadhaa za nyuma zinaonesha kwamba Mwijaku pamoja na mke wake kuna kautengano kidogo ambako kalitokea kama mistake barabarani, ajali ndogo iliweza kutokea, iliweza kuwatenganisha. Sasa majira haya usiku sana, usiku kama huu hapa, ni nani ambaye ameweza kumrekodi mtaalamu Mwijaku? Na wakati ule ambao hakuna mgogoro kati ya mke wake na yeye, mara nyingi walikuwa wakionekana pamoja nyakati za usiku, wanarekodiwa kwa pamoja. Sasa hivi anarekodi peke yake na anakazia na kusema kwamba anayerekodi mnamjua, huenda chini ya carpet kuna vitu ambavyo sisi hatuvijui, mitandao inajua watu wameachika au wameachana, kumbe maisha bado yanaendelea bana. Hiyo ilikuwa ni tunachomekea tu, huenda ikawa true story, ikawa sio true story. Ni kitu ambacho unaweza ukatafakari tu kwa ukitoka nje ya box zaidi. Basi mimi nakushukuru sana kwa kuweza kuwa nami mpaka pale ambapo muda si punde nitakwambia bye bye. Lakini kabla sijakwambia bye bye, unabidi ukipendeza zaidi usubscribe. Chini ya video hii kuna neno limeandikwa subscribe. Ukibonyeza hilo neno utakuwa ni moja kati ya fans na utakuwa ukipokea taarifa mpya kila wakati ambao tutakuwa tunapandisha taarifa zetu. Bana, wakati huu nikutakie wakati mwema hadi wakati mwingine. Bye bye.